Somo ambalo tumekuwa nalo nasema udhaifu wangu ndio nguvu yangu. Na andiko tulilosimamia ni Wakorintho wa pili 12:8. Wakati Paulo anasema kwa wingi wa mafunuo niliyokuwa nayo, ili nisije nikajivuna kupita kiasi, Mungu akanipa mjumbe wa shetani, mwiba kwenye maisha yangu. Nikamwomba Mungu kwa jambo hilo mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, ili mwiba unitoke. Bwana akasema, neema yangu ya kutosha. Neno ambalo Mungu anamwambia Paulo, uweza wangu unatimilika katika udhaifu. Maana yake bila udhaifu wako, bila tatizo lako, Mungu hana kazi kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Sikiliza vizuri. Kwa sababu unahitaji kazi, Mungu anataka ajitukuze kwenye kukosa kazi kwako, ili ukipata kazi umuinue. Kwa sababu ukiwa kila kitu uko sawa, Mungu atatukuzwaje? Unasemaje umemuona Mungu? Kwa Mungu akamwachia, akamwambia, hapo kwenye udhaifu ndiko nakopitia. Haleluya. Tuliona madhaifu ni nini? Ni kukosa uwezo, nguvu, maeneo fulani katika maisha, ni kuto kujitosheleza. Lakini kwenye hilo somo tukasema kila mtu ana udhaifu hapa, yeyote. Hata mimi nina udhaifu. Labda niseme kwa mfano, hapa kwa kuingia tu ibada ya leo, kuna mtu hapa ana shuti hapa, anayetuchukua. Hii kazi mimi siwezi. Mimi ni dhaifu kwenye hilo eneo. Lakini yawezekana na mimi nikamwambia njoo hubiri hapa, nayo ikamshinda. Na yeye ni mdhaifu kwenye hili eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amepamba hapa, ukiniambia nipambe siwezi. Mimi ni mdhaifu kwenye hilo eneo, lakini kuna mwingine yeye anaweza hapo. Kuna mtu ukimwambia hata ashuhudie hapa, asimame tu atoe ushuhuda, anaogopa. Ila kuna mambo anaweza kufanya. Mungu ametuweka ili tuhitajiane. Usimcheke anayechoma mahindi, maana ukiwa na pesa yako hutakula pesa yako, lazima uende ukanunue mahindi ya kuchoma kwake. Haleluya. Usimcheke anayekaanga samaki pale, kasema huyu hii ni kazi ya kijinga. Kazi ya kijinga, lakini pamoja na hela yako utaenda kununua samaki pale. Usimcheke mfugaji kwa sababu ananuka mbolea, kwa sababu bila yeye kunuka mbolea wewe utapata maziwa. Hutakula nyama wewe. Haleluya. Kwa kila mtu ana sehemu yake katika mwili wa Kristo na katika jamii. Tuheshimiane. Udhaifu wa mwenzako, yani udhaifu wake ndio nguvu yako. Udhaifu wako ndio nguvu, yani ndio mahali Mungu anapojitukuza. Na namshukuru Mungu ameweka tuhitajiane. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema mwanamke ni kiumbe dhaifu. Lakini mimi nasema sio mwanamke tu, hata mwanaume ni kiumbe dhaifu. Mwanaume bila mwanamke ni kiumbe. Sasa sikulazimishi kijana ukaoa, utaoa kwa wakati, lakini ujue tu utakamilika siku utakapooa. Ngeukia kijana aliyeko hapo, mwambie unasubiri nini? Haleluya. Wakati ukifika basi. Lakini nataka kusema mwanaume kuna wakati anamhitaji mwanamke kwa sababu ana mapungufu maeneo fulani, na mwanamke kuna mahali anamhitaji mwanaume kwa sababu ana mapungufu maeneo fulani. Angejitosheleza asingekuwa na haja. Haleluya. Haleluya. Kwa topic ya kwanza ikapita hapo, lakini ya pili tuliangalia ni kuna imani haba. Kwenye Warumi 14:1 tukaona akisema juu ya walio dhaifu wa imani, aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, si hukumu mawazo yake. Kwa hiyo wale watu wenye imani haba, wenye mashaka, wenye uoga, wasitao, hawa wengine hata wanajinyima vitu ambavyo si vya msingi. Ninaongea pia na dunia hapa. Haleluya. Ya kwamba kuna watu leo wamejinyima vitu vingi. Kuna mtu
akienda hata nguo anaiwaza ni ya Freemason. Kwa hiyo havai nguo fulani, hii ni ya Freemason. Kiatu, yani ole wako sasa uvae hata jeans. Wewe ndio umejiunga kabisa, yale ni ya Freemason. Hii ni imani dhaifu. Yani ukifanya hivyo wewe una imani nini? Kuna mtu ambaye hata chakula kula kwake, naweza sema unajua hiki chakula, yani kuna mtu unaweza ukampa hela leo, ana shida kabisa. Akisema hii hela ananipa ya nini? Anataka kuniteka. Sasa nasema kama wewe hutaki kuvaa nguo ya Freemason, nenda katengeneze, uwe na kiwanda chako. Maana mimi sijaona hata kiwanda kimeandikwa, nguo imeandikwa made in Jesus, made in Yesu. Sijui kama umeona. Hata hii pesa hii ni gavana aliyesaini ni wa Tanzania, kama ni ya Marekani imesainiwa na Marekani. Kinachosababisha watu wengi kuwa na hofu ni imani dhaifu. Sema nina imani ya nguvu kuanzia leo. Sasa kwenye hiyo Warumi 14 anasema mwenye imani kamili anakula vyote, ila mwenye imani dhaifu anakula mboga tu. Mwenzako unakulaga mboga tu. Haleluya. Haleluya. Sikiliza, haijalishi wako, sikia, hizi nguo zina viwanda vyake. Roho za shetani ni uvuvio tu, lakini na sisi tuna nguvu ya Mungu. Biblia inasema kama ni vyakula tuvipokee kwa shukrani. Chukua nguo yako, piga maombi, vaa. Chukua kiatu chako, piga maombi, vaa. Umepata hela, ombea, tumia. Haleluya. Haleluya. Usijizuia hata vitu ambavyo sio vya msingi. Haleluya. Yesu asifiwe. Umeelewa kitu hapo? Sema kwa damu ya Yesu. Nina imani yenye nguvu. Siogopi mchawi. Sikimbii mchawi. Katika jina la Yesu. Mchawi haniwezi. Na imani yangu nitamshinda mchawi. Katika jina la Yesu. Amen. Sema amina kubwa. Ongeza tena amina kubwa. Hatuogopi. Sema siogopi. Haleluya. Haleluya. Somo la 3 tukaona ni miili yetu imebeba udhaifu. Kwa hiyo udhaifu wa mwili Yesu akasema kwa Mathayo 26:36 hadi 46 kwamba roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Roho iradhi lakini mwili ni nini? Ni dhaifu. Kwa anataka kutuonyesha kesheni muombe, maana mwili ni dhaifu. Sasa sikia, mwili una udhaifu fulani. Hata umefika jioni unataka kuomba, mwili unakuambia lala, usiombe. Unataka kufunga, mwili unakuambia leo kula Bwana. Umechoka sana. Unaamka asubuhi una njaa kuliko siku nyingine, unashinda tu bila kula. Haikusumbui. Siku ya kufunga unaamka, mwingine yawezekana saa 12 asubuhi akapigilia ugali. Haleluya. Mwili siku ya kufunga, mwili ni dhaifu. Sasa kwenye huo dhaifu tukasema lazima tuende mbele za Mungu, kwa sababu nakumbuka pia Yesu katika udhaifu, kwa sababu alikuwa kibinadamu, alibeba mwili wa binadamu, akasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Sikia, alikuja kwa ajili ya hicho. Ni nini? Udhaifu wa mwili. Lakini ashukuriwe Mungu anatuonyesha njia. Alipoona ule udhaifu, aliingia kwenye maombi na udhaifu ukaisha. Tunajifunza kwa Elia, aliua manabii 450, lakini kwa ajili ya udhaifu akatishiwa na mwanamke mmoja anaitwa Yezebeli. Udhaifu wa mwili. Akalala kwa mretemu, akajiombea roho yake afe. Hatutajiombea tufe. Sema ni wapo dhaifu nina nguvu. Ni wapo dhaifu nina nguvu. Hata kukata tamaa ni udhaifu. Haleluya. Haleluya. Kuanzia leo ubebe chapa za Kristo. Sema amina. Haleluya. Lakini kingine tukasema udhaifu unaweza ukasababishwa pia na kiburi.
Kiburi ni kujiinua, kujiona bora kuliko wengine, kujivuna, kudharau wengine. Kiburi ni kutokumpa Mungu utukufu. Kiburi ni kutokumstahi Mungu, kujikweza. Kiburi ni kinyume cha unyenyekevu. Ukaona basi kwenye kiburi, tabia za wenye kiburi kuna majivuno, dharau, mashindano, kujisifia, kujikweza, kujihesabia haki, kujitetea sana. Ukiona mtu anajitetea na elementi za kiburi. Kutokumpa Mungu utukufu pale unaposifiwa. Na mpwa Bwana umependeza, unasema ni kawaida yangu, badala ya kusema ni Bwana. Hebu mwambie mwenzako umependeza, alafu usikie atakwambiaje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Taki kuonana na mtu, watoto wakiwa nyumbani wananiumbua tu. Haleluya. Baba yupo, yuko ndani, alafu anakuja huko kwa maombi wala ajali. Baba, kuna mgeni. Kuna mgeni. Yaani amesema upo, hajatoa maelezo, lakini ndivyo mtoto alivyo. Nenda kwenye mkutano wa Injili, fanya mkutano. Unaweza ukafanya mkutano wa mamilioni, watu wakakusikiliza, wakarudi na dhambi zao, wakarudi na uovu wao. Lakini ita wanaotaka kuokoka, watoto wajiulizi wanakimbia mbele, wanakuja, wanataka kuokoka. Hata siku zote za mkutano wana uwezo wa kuja mbele na kuokoka. Mungu anataka tuwe hivyo. Haleluya. Ukiwa hivyo, basi kuna nguvu ya Mungu itatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu asifiwe. Hilo lilikuwa somo la 5. Somo la 6 tukajifunza tuwe wanyonge na watetemekao wasikiapo neno la Mungu. Kuwa mnyonge. Mnyonge tukasema ni mtu wa namna gani? Mnyonge ni mtu tunasema mnyonge au wingi wa wanyonge ni mtu asiyejiweza, hana uwezo wa kuongea au kutoa mawazo yake, maskini, hana maana, mjinga kifedha. Yaani kuna maeneo mengi tu, huyu ni mnyonge. Ndio maana mtu akikuita mnyonge, maana yake ni mtu usiyejiweza, ni mtu dhaifu sana. Haleluya. Kwa Mungu anaangalia walio na hali ya unyonge. Unapoenda mbele za Mungu, unaposikia neno la Mungu, usiende kama anayejua sana. Hello. Haleluya. Haleluya. Uwe mnyonge. Hebu ngoja niseme hivi. Kuna watu wameajiriwa na Wahindi. Windi akwambia, Hamisi kuja, Hamisi kwenda kule. Ujasema ujienda dukani akwambia, Hamisi fagia. Ujastudi Hamisi, yani unajikuta unaenda, ndio boss. Umejinyongesha hapo kwa sababu ya hela. Sasa Mungu anakuambia ibada ya uwai saa 1, wewe unakuja saa 2. Unyonge uko wapi? Unapewa neno ili ulitendee kazi, unajiachia hapo, unaishia. Unyonge wako uko wapi? Haleluya. Yesu asifiwe. Isaya 66 mstari wa 1 na wa 2 amesema, mtu huyu ndiye nitakaye muangalia, mtu aliye mnyonge, atetemekae asikiapo neno langu. Haleluya. Haleluya. Lakini kakwambia pia anasema Mungu amewaficha wenye hekima na akili, akawafunulia watoto wachanga. Mungu huviinua vinyonge ili kuviaibisha vyenye nguvu. Wakorintho wa kwanza iko 1:26-31. Anaviinua vilivyo nini? Vinyonge. Tuwe wanyonge kwa Mungu. Huku mtaani tembee kama ni, lakini tukifika kwa Mungu lazima tuwe wanyonge mbele za Mungu. Haleluya. Haleluya. Nikakwambia kwenye hizo utoto, nenda kaangalia vizuri. Mungu aliwainua watu ambao dunia haikutegemea. Aliwasikia kina Petro wakihubiri wala hawajasoma. Asema hawa si walikuwa wavuvi? Hawa watu hata hawajasoma, wametoa wapi elimu? Walio wanyonge. Na ndio maana usijidharau. Hata kama ulifeli la 7, bado Mungu ana mpango na wewe. Hata kama hukusoma kabisa, lakini bado Mungu ana mpango na wewe. Haangalie elimu yako.
Tena Mungu hataki watu wanaojivunia elimu. Umesoma, mimi huwa nikifika kwenye kuhubiri na wekaga elimu pembeni. Nataka tu kila siku mimi naenda mbele za Mungu kama nisiyejua. Haleluya. Ukifika kwa Mungu weka utajiri pembeni, muangalie Mungu. Haleluya. Uwe mnyonge mbele za nani? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo lazima nikasema unapojiona mnyonge, unapokuwa mnyonge mbele za Mungu, basi Mungu atakutukuza. Mungu atakupa heshima. Ana anasema umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha. Umpandisha mhitaji kutoka jalalani na kumpandisha. Huyu mnyonge, mtu ambaye akiomba hajiinuinui, hajikwezi kwezi. Unajua, sikia, tunapoongea habari ya mnyonge, kulikuwa na mkoloni ambaye alitawala, na kila taifa lilikuwa na mkoloni wake. Wengine walikuwa Mwingereza, wengine alikuwa Mjerumani, wengine alikuwa ni Mfaransa. Yaani kwa kuwa ni mtumwa unakuwa mnyonge kwa yule anayekutumikisha. Hello. Akisema nendeni hivi unaenda, fanya hiki unafanya. Yaani hubishi. Ukibisha unakufa. Watu wakatembea hivyo. Leo kusema wanakula ugali wa maharage yenye wadudu utakula na usemi chochote. Wewe ni mnyonge. Ndio maana mimi nakataa kwenye eneo la mtu anaponiita mnyonge. Mimi sio mnyonge kwenye eneo jingine, labda kwa Mungu tu. Amina. Haleluya. Mimi sema mimi sio maskini wala mnyonge. Najua mtu akikuita mnyonge maana yake ni mtu unayetumikishwa. Tukauona utukufu wa Mungu. Lakini huyu neno akaja akapandwa kwenye ardhi. Alikufa kabisa. Akapandwa ule mwili uliojaa magonjwa, dhambi zetu, kila udhaifu ukapandwa huko ardhini. Akainuka huko, akachipua. Haleluya. Okay. Pengine utaelewa hili unaposikia Mungu akisema, niliuleta mzabibu kutoka Misri, nikaupanda. Kwa hiyo aliutoa ule mzabibu, akaja akaupanda. Utaelewa kwa nini Mungu alipomwambia Hezekia tabiri juu ya watu hawa, uwaambie wataishi, akasema nitawapanda katika nchi. Ukipandwa hakuna awezaye kukung'oa kama Bwana amekupanda. Na ili upandwe lazima ukubali kuwa mbegu. Na ili uwe mbegu lazima ukubali kuangamiza nafsi yako kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kuanzia leo tunapomaliza maombi haya, tunapomaliza huduma hii leo, mtu atakaye kuona hata kuona tena. Maana mahali umekanyaga ni nyayo za Yesu zimekanyaga. Wakija usiku wanamkuta Yesu amelala kitandani, we haupo. Haleluya. Laiti ungalijua wenzako wanaachaga miili, unakuna mwili melala hapo, kumbe kaenda kuloga. Yule halisi hayupo. Na mimi nasema watakuja wamkute Yesu, yule halisi haupo. Haleluya. Kwa hiyo wanamloga Yesu, sasa wanaweza? Hawawezi. Na mimi nasema hivi, naenda kwenye gari naambia Yesu, si wewe uko ndani yangu na mimi ndani yako. Siishi mimi, ni wewe. Kwa hiyo wewe utaendesha hii gari. Kokote nakopita, njia zote nazopita, na kuambia natembea barabarani raha mustarehe. Nizunguka na mtu mmoja wiki karibia mwezi hapa, akaniambia mchungaji wenu wa ajabu. Yaani tangu tunapita hakuna trafiki anakusimamisha. Nikamwambia wanamsimamisha Yesu, wanamtakia nini? Haleluya. Haleluya. Sema kuishi kwangu ni Kristo. Kufa ni faida. Tuko pamoja. Kwa hiyo lazima upandwe. Ndio maana kupanda mbegu inapata misukosuko kule chini. Inakutana na joto, inakutana na sajia na panyabuku naye anaiwinda ili ya ile. Lakini ikichipuka, angalia inavyoenda, ikitoka ile mche unapotoka, inatoka na ile nyumba. Maana yake imeshakufa, ile maiti inatoka nje.
alafu kiini kinazaa matunda. Kuna mwili wa asili huko ndani yako. Kuna mwili wa asili unatenda kazi ambao unahitaji kufa, alafu ukishakufa basi hiyo roho ya Mungu ndani yako ikazae matunda. Amen. Sema niko tayari kufa. Na Yesu Kristo. Niko tayari kufa na Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Haleluya. Sikiliza, ili uongezeke, unajua ile mbegu ikiwa yenyewe huwezi kula. Punje moja ya mwindi itakusaidia nini? Kwanza ikidondoka hapo kuku wanapita nayo hata haitoshi. Lakini ukiotesha, kuna mahindi huwa mengine yana mapacha 4 mpaka 6. Nimeona mahindi. Au basi mawili. Wewe unakula mwindi mmoja tu unashiba. Hello? Amen. Lakini ni mbegu iliyokwisha kufa ndio ikazaa. Mungu amekupa mbegu ya maisha ulionayo. Mungu amekupa huo mwili. Hebu kubali kujitoa kuwa mbegu ili uzae. Unanielewa? Amen. Kubali uwe mbegu. Kubali nini? Na ili uwe mbegu ya kuzaa lazima ufe kwanza. Amen. Amen. Ngeukie mwenzako mwambie lazima ufe kwanza. Mwambie lazima tabia zako zife. Lazima ubinafsi wako ufe. Lazima dhambi zako zife. Huo uongo wako ufe. Huo wizi wako ufe. Haya masengenyo yafe. Mwambie kila namna ya ubaya ife. Alafu uzae matunda. Natangaza mauti ya dhambi katika jina la Yesu. Natangaza mauti ya magonjwa katika jina la Yesu. Mauti isitajwe kwako. Magonjwa yasitajwe kwako. Natangaza mauti ya huo uongo katika jina la Yesu. Natangaza mauti ya madeni yanayokutesa katika jina la Yesu. Natangaza mauti ya kutokuoa na kuolewa katika jina la Yesu. Na yale mapepo yote yaliyotumwa natangaza mauti yake. Kuanzia leo unapandwa na ukiibuka sio wewe tena. Mapepo yote yanabaki kaburini. Magonjwa yote yanabaki kaburini. Mateso yote yanabaki kaburini. Umaskini wote unabaki kaburini. Udhaifu wote unabaki kaburini. Utasa wote unabaki kaburini. Ugumba wote unabaki kaburini. Na wewe unaibuka mtu mpya katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Maana wamemshinda kwa neno la ushuhuda. Na kwa ushuhuda wa kutamka hivyo tumeshinda corona leo. Haleluya. Karibu mbele ukutoe ushuhuda umwaibishe shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nilipo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya matendo makuu. Ndugu zangu, mkisikia corona, kimbilio ni Yesu. So barakoa, so sanitizer. Mimi nilikuwa nyumbani muda wa usiku, tukapigiwa simu kwa shemeji yangu amelazwa, yuko ICU. Wamempima wakagundua kuwa na corona. Tumekaa kama siku 3, nikamwambia hali yake ni mbaya sana. Yaani ilikuwa siku ya Jumatano. Namshukuru Mungu tu nikaondoka nyumbani nikijua ni siku ya kwaya. Sikujua kama kuna mazoezi ya Alhamisi, lakini nikaondoka nyumbani pasipo kujua. Nikafika hapa kanisani, nikaendelea kuomba, namuombea shemeji yangu, naomba. Lakini najiuliza mbona muda umefika kusoni na kwaya? Baadaye nilipokuja kukaa mwenyewe katafakari, nikagundua leo ni Jumatano. Nikaenda kwa pasta. Tena nikasema nikamsalimia pasta. Kufika nikamkuta pasta na pasta Mlai. Nikamwambia pasta, bora nimekukuta. Pasta, shemeji yangu yuko ICU na hali yake ni mbaya sana, ana corona. Namshukuru Mungu. Kwanza pale nyumbani kulikuwa kumeshatokea taharuki pale kwa shemeji yangu, kwa sababu dadangu naye alikuwa ameshaanza kuumwa, pana watoto walikuwa wameshaanza kuumwa. Kwa hiyo tukawa tunajiuliza, wako peke yao, nani atakayewahudumia? Namshukuru Mungu, pasta na pasta Mlai wakasema tushikamane, tuombe na hilo jambo litaisha. Tukaomba pale, nikaondoka mimi na imani nikisema watapona kabisa. Shetani alipomjinga, baada ya kutoka napigiwa simu naambiwa hali ya shemeji imezidi kuwa mbaya.
lakini mimi nikasema mimi nina imani na nimesimama kwa niaba yake. Hakuna kitakachotokea. Namshukuru Mungu kina pasta nao walinipa ushuhuda kwa wanaombea watu ambao wana corona. Nikasema kama pasta walisimama kwa huyu Mungu, wale wagonjwa wa corona wakatoka ICU, hata na mimi shemeji yangu atatoka kwa ushindi. Kwa kweli namshukuru Mungu na kusimama hapa. Jana amenipigia simu, shemeji yangu ametolewa ICU. Lakini jana amenipigia simu, ameniambia tunashukuru sana kwa maombi yenu, tumepona na tuna imani shemeji leo ataruhusiwa kesho. Amen.